Sawa, barabara kabisa. Tarehe 23 ya mwezi Juni Sawa, tuko hapa kujuza machache kati ya mengi ambayo yamejiri kutoka kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kijana machachari Rajab niko hapa kwa ajili ya kupitisha kutoka mitandaoni kwa siku ya leo, na moja kwa moja tuanze na taarifa ambazo tumekuandalia kutoka mitandaoni kwa siku ya leo. Leo wajumbe, nataka niwaletee somo moja ambalo sasa leo kama watu watakuwa makini tumalize hii. Kwa siku za hivi karibuni nilikuwa naletea taarifa kuhusiana na namna ambavyo watu wamekuwa wakihakiwa akaunti zao za mitandao ya kijamii, lakini imekwenda mbali zaidi ya kudukuliwa, wengine mpaka akaunti zao za kifedha au za kibenki. Lakini sababu kubwa inaelezwa kwamba ni nini? Kuwa na password ambayo sio imara. Ndio sababu kubwa ambayo imesababisha hata hawa wanaojiita ni wataalamu lakini wanafanya kazi ambayo sio sahihi ya kudukua akaunti za watu, kuweza kudukua akaunti hizo. Sasa leo nataka niwaletee somo la kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukailinda akaunti yako na kuwa na password ama nywila madhubuti. Na nimeongea na mtaalamu wa masuala ya ICT Yusuf Kileo ambaye ameelezea kwa kina kuhusiana na mambo ambayo unatakiwa kufanya ili kuwa na nywila madhubuti ambayo itakusababisha wewe usiweze kudukuliwa akaunti yako. Ukiwa na umakini, fuatilia mazungumzo haya ambayo nimefanya naye kwa dakika takriban 2.5 hivi. Anaelezea namna ambavyo wewe unaweza kuwa na nywila madhubuti na mambo ambayo unatakiwa kufanya ili usidukuliwe. Huyu hapa, msikilize. Sasa ili neno siri liweze kuwa madhubuti lina sifa kuu zifuatazo. Ya kwanza kabisa ni urefu wa hilo neno siri. Urefu wa neno siri huwa tunashauri iwe at least maneno ama tunaita characters, yale maneno 12 mpaka 18, lakini 12 mpaka maneno 16. Na kwa nini tunasema iwe ndefu kwa kiasi hicho? Ni kwa sababu zaidi inavyokuwa ndefu, maana yake inakuwa ngumu kwa yule mhalifu kuweza kuidukua. Sifa ya pili, maneno hayo yanayokuwa marefu jitahidi yawe hayajirudi. Mfano, unapoandika neno mama kama password ama nywila, maana yake hapo ni sawasawa na umeandika maneno mawili badala ya manne, kwa sababu herufi mbili huwa zinajirudia. Kwa hiyo tunashauri hizo herufi 16 tunazozungumza, 12 mpaka 16 tunazozungumza, basi maneno yasiyo yanajirudia ili iweze kuwa na maana. Lakini swala lingine, lazima iwe na maneno marefu, tunaita capital letters, maneno makubwa, madogo, numbers, zile special characters kama alama kujumlisha na wenzake na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba ile neno siri linakuwa gumu kufikiwa na mhalifu. Lakini lingine, lazima ujitahidi neno hilo siri liwe lina halipatikani kwenye maneno yale ya kwenye dictionary. Yani mfano, usitumie rangi ama majina ya vitu ama nyimbo na kadhalika. Kwa hiyo ni maneno ambayo kwenye dictionary hayapatikani, kwa sababu wahalifu mara nyingi maneno hayo ni rahisi kuyafikia. Lakini lingine, huwa tunashauri kwa mfano unapokuwa ni namba ama maneno, basi yasiwe yanafuatana, mfano ABCD ama 1 2 3. Lakini lingine, huwa tunasema password lazima ujitahidi iwe inabadilika mara kwa mara. Kwa nini? Tunasema kwamba password ndani ya siku 72 mhalifu anaweza kawa ameikuta. Kwa hiyo password yako ili iwe madhubuti, basi mara kwa mara ujenge tabia ya kuibadilisha. Lakini lingine ambalo tunashauri ambalo linaendana na password ni kwamba siku zote ujitahidi ama utafakari kutumia funguo ya pili, tunaita second factor of authentication, ili kuhakikisha kwamba inakuwa ngumu kwa mhalifu kuweza kufikia nywila yako ama kufikia akaunti yako. Sawa, nasikia kwa umakini kabisa hapo. Nadhani tuko sawa kabisa, na watu wengi sana walikuwa wanaulizana kuhusiana hii, na mimi niliwaeleza hatua za awali lakini mtaalamu leo ameelezea, kwa sababu unajua kuna wingi wa password na kutokana na huo wingi wa password watu wengi ndio wakawa wanalazimika kuweka password nyepesi. Yani mtu anaweka tu mwaka wake wa kuzaliwa imetoka, au anaandika 1 2 3 4 au ABC, inasababisha yeye kuwa rahisi kudukuliwa. Kwa hiyo sababu umezifahamu hapo, lakini pia na njia madhubuti za kufanya ili isiwe rahisi kudukuliwa ukiwa
utakuwa na password madhubuti. Kuna lolote la kuongeza wajumbe kabla sijafunika hapa? Tuko vizuri. Tupate elimu hiyo. Sawa. Mimi nawapa tu elimu ili muendelee kuwa salama mtandaoni. Hakika. Haraka niende kwenye ripoti ya pili kutoka mtandaoni kwa siku ya leo. Mwanzoni niliwaeleza kuhusiana na